Madam Milka ni mwalimu wa shule ya sekondari Mihama, wilaya ya Ilemela, mkoani Mwanza. Amekuwa akikabiliwa na changamoto mbalimbali katika kazi yake kutokana na ulemavu alionao. Kutokana na changamoto hizo, amepiga hodi katika taasisi ya The Desk and Chair Foundation na kuiomba taasisi hiyo kumsaidia kutatua changamoto hizo ili kazi yake iwe rahisi. Mimi naitwa Madam Milka, nafundisha Mihama Sekondari, ni mwalimu wa somo la fizikia pamoja na chemistry. Lakini kwa sasa hivi somo ambalo nadili nao muda wote ni somo la fizikia. Pia ni madam ambaye mwenye ulemavu kama nilivyoonekana hivyo. Na katika ulemavu wangu nina changamoto nyingi ambazo nazipitia, specifically katika swala zima la usafiri. Mimi naishi Kirumba ambapo ni mtaa mwingine mbali na Mihama Sekondari huko. Changamoto hizo ni zipi? Changamoto yangu kubwa ni kama nilivyoeleza ni usafiri ambapo na uhitaji sana kwa sababu ya kazi zangu. Kwa sababu mimi ni mwalimu, lazima nifike kazini kila siku, lazima nifanye kazi zangu za ualimu. Kwa hiyo ninachohitaji sana ni usafiri wa kunitoa huko nakoishi Kirumba mpaka maeneo ya hapa Mihama Sekondari. Usafiri ambao ni mara nyingi nimekuwa nikiutumia ni usafiri wa bodaboda ambao ni riski sana kwenye maisha. Na sio hivyo tu, kwa sababu nimeshakutana na changamoto za bodaboda. Mwezi wa 8 nilipata ajali ambapo niligongwa na gari maeneo ya soko la samaki hapo BOT nikitoka Bugando kuchukua dawa, ambako hiyo ajali niliweza kugongwa, nikaanguka na nikaingia chini ya gari. Ni kwa mkono tu wa Mungu kwamba niliweza kutoka salama, lakini ningeweza hata kupoteza maisha. Na kazi yangu naipenda, ni kazi ya ualimu, naipenda sana, ni kazi ambayo pia imeniweka mjini. Pamoja na hayo pia na changamoto za miundombinu katika sekondari ya Mihama ambako nafanya kazi. Majengo mengi yamekuwa sio rafiki kwangu mimi mtu mwenye ulemavu, na sio tu kwangu, pia hata kwa iwapo kama itatokea wanafunzi wenye mahitaji maalum pia. Kwa hiyo mazingira inatakiwa kuweza kuboreshwa, mtusaidie yaweze kuboreshwa na kuweka hizo ramps iwe rahisi kwangu kupita kwenda darasa moja kwenda darasa nyingine kwa kuweza kufundisha. Kama mnavyojua kwamba ni mwalimu wa fizikia, na fizikia ni somo linahitajika sana katika msingi mzima na mzizi mzima wa masomo ya sayansi. Tutapata wapi wanasayansi kama sisi hatutaweza kuwafundisha? Na sio hivyo tu, pia katika swala zima la chooni. Mimi nakula, niko kazini nakula na shiba. Sasa wakati mwingine nitakwenda kuweza kujisetili kule, inakuwa ni changamoto kwa sababu ya choo ambacho sio choo kizuri kwetu sisi watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ningependa pia niweze kusaidika kwa kutengenezewa choo ambacho kitaweza kunisaidia mimi niweze kufanya kazi zangu kwa uzuri na kwa uhuru. Mkuu wa shule hiyo naye analipi la kusema? Naitwa Majaliwa Gerana, ni mkuu wa shule wa Mihama Sekondari iliyoko Manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza. Mwalimu Milka, wakati nafika hapa nilitambua kipaji chake katika kuwasaidia wanafunzi na kuwapenda, hususan katika somo la kemia, somo ambalo kwa hapa nchini kwetu tuna upungufu mkubwa sana wa walimu wa fizikia. Na wakati nafika hapa tulikuwa na mwalimu pekee ambaye ni yeye ambaye alikuwa anafundisha physics, na tulikuwa na mwalimu mwingine wa kujitolea. Niliwiwa sana baada ya kuwa nimetambua kwamba kuna kazi anayoifanya Desk and Chair Foundation. Nikasema kwamba niweze kuwashirikisha jambo hili ili waweze kuisaidia shule, lakini waweze kumsaidia yeye mwenyewe Milka, kwa sababu ni mwalimu mzuri na ni mwalimu ambaye ni tegemeo kwa hapa shuleni kwetu. Anahitaji usafiri, anakotoka ni mbali kidogo. Kwa akipata usafiri kama wa bajaji au akapata gari itakao kuwa ina drive kutoka nyumbani kwake kuja hapa kazini, tutakuwa tumeboresha kwa sehemu kubwa sana mazingira yake ya utendaji kazi. Lakini changamoto nyingine anayoipitia hapa shuleni, miundombinu yetu iliyojengwa hapa shuleni haijazingatia uwepo na walimu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo darasa tunalolitumia ni darasa moja tu. Kwa akitaka kufundisha kidato cha kwanza, mikondo tofauti kwa wale wanafunzi watakuwa wanabadilishana, kwa sababu ndio darasa ambalo at least linazingatia mahitaji maalum. Lakini pia kitaka kufundisha kidato cha pili pia itabidi waje kwenye hilo darasa moja tu analolitumia. Hiyo ni changamoto kubwa sana anayokabiliana nayo. Kwa hiyo tukiweza kuboreshewa madarasa 3 4 ambayo yatakuwa yamezingatia walimu wenye mahitaji maalum na wanafunzi, Milka ataweza kufanya kazi yake kwa ufasaha. Lakini changamoto nyingine Milka anayoipitia ni kutokuwepo kwa choo cha walimu wenye mahitaji maalum. Kwa hata wakati mwingine akipata haja ndogo anahitaji kwenda Kirumba kujisaidia. Kwa hata mahudhurio yake ya kazini yamekuwa hayawi vizuri kutokana na hizo changamoto ambazo anazipitia hapa shuleni.
Lakini pia yeye kama mwalimu wa physics ambaye anafundisha vizuri na watoto wanamwelewa, anahitaji kufundisha pia somo la physics kwa vitendo. Kwa sasa hivi tumekuwa tukimpanga anaishia kidato cha pili tu, kwa sababu sasa kidato cha tatu wanahitaji mafunzo kwa vitendo zaidi. Iwapo tutaboreshewa maabara itakuwa rahisi, ataweza kuanza darasa lake form 1 ataenda nao mpaka form 4, kwa sababu changamoto kubwa sana ni namna gani ambavyo anaweza katoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Tunawaomba wadau mbalimbali kushirikiana na taasisi ya The Desk and Chair Foundation kujaribu kupunguza changamoto hizo, ikiwezekana kuzimaliza kabisa. Kama utaguswa kusaidia katika jambo hili, tafadhali wasiliana na mwenyekiti wa taasisi ya The Desk and Chair Foundation kwa namba hii